الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا. Tunasoma leo suratul Waqi'a. Maelezo yake kwa ufupi: تشتمل هذه السورة الكريمة على أحوال يوم القيامة. Sura hii tukufu inajumuisha mambo ya hali zitakazojiri siku ya Kiyama. Kiyama na yale mambo yanayoambatana nacho. وما يكون بين يدي الساعة من أهوال وانقسام الناس إلى ثلاثة طوائف. Na inazungumzia yale mambo yatakayoambatana na hicho kiyama, mambo ambayo yatakuwa ni yenye kutisha, hayajapatapo kuonekana. Na baada ya kuondoka hivyo vitisho, watu wakishakusanywa uwanja mmoja watagawiwa katika makundi matatu. Yani sote binadamu tutakuwa tumegawika makundi matatu. Bila shaka ni binadamu na majini, lakini sisi tunazungumza kwa upande wetu, ya majini hayatuhusu. Na wao watakuwa na yao ya kwao kwa upande wao, yetu hayawahusu. Lakini sisi na majini ndio tunaitwa thaqalaini, tulioletwa duniani kwa ajili ya taklifu za mitihani. Kiyama kimeandaliwa kwa ajili yetu sisi na majini. Moto na pepo pia umeandaliwa kwa ajili yetu sisi binadamu na majini. Kwa hiyo generally tutakuwa tumegawika, watahiniwa sisi katika makundi matatu. Ashabul yamin, kundi la kwanza linaitwa ashabul yamin. Wa ashabu shimali, kundi la pili litakuwa linaitwa ashabu shimal. Wasabiqun, na kundi la tatu ni as-sabiqun. Ashabul yamin ni watu ambao hata kama wamejumuisha mema na mabaya, wana thawabu na dhambi, lakini baada ya tathmini na hisabu watakutikana mema yao ni mengi kuliko maovu. Kwa hiyo maovu yao yatasamehewa, wawe wamefanikiwa kwenda peponi. Ashabu shimali ni kinyume chake, ni watu wa kushotoni. Na hawa hata kama wametenda mema, lakini mengi katika matendo yao ni maovu. Mizani itakuwa nzito kwenye upande wa maovu, kwa hiyo mema yao hayatozingatiwa, watakuwa ni watu wa motoni. As-sabiquna, hawa ndio watu wa daraja la kwanza katika imani na taa. Wako vizuri katika mitihani yao, ni watu wa daraja la kwanza, wana ufaulu mzuri. Ni mitume na wale waliowafuata mitume bila ya khiana. Tutakuwa tumegawiwa hivyo, watu wa daraja la kwanza, la pili, na waliofeli motoni. Waqad tahaddathat as-suratu, na kwa hakika imesimulia sura hii, an maali kulli fariqin, mafikio ya kila kundi moja miongoni mwa hayo makundi matatu. Yatakuwa na sehemu yao ya kufikia tofauti akhera. As-sabiquna wana pepo yao,
ashabul yamin wana daraja yao ya pepo, au ashabu shimali ndo watu wa motoni. Ingawaje kwenye hizo daraja pia kuna mgawanyiko kwa mujibu wa ubora wa kazi za mtu, lakini yametajwa hapa hayo makundi matatu. Kwa hiyo yametajwa mafikio yao, watafikia wapi asabiqun, na watafikia wapi ashabul yamin, na watafikia wapi ashabu shimal. Wama aaddahu Allahu ta'ala lahum, na yamezungumzwa humu mambo ambayo Allah amewaandalia watu wa makundi yote matatu. Wama aaddahu Allahu, yamezungumzwa yale ambayo Allah ameandaa, lahum, kuwaandalia hawa watu kwa mujibu wa makundi yao, min aljazai aladili, haya ni katika utaratibu wa Allah wa kuwalipa malipo ya uadilifu, yaumaddini, siku ya malipo. Kama aqamati dalail, kama ambavyo sura hii pia imesimamisha dalili, imetoa dalili ala wujudi llahi wa wahdaniyatihi, dalili ambazo kwa mtu mwenye akili zinamsaidia kujua kwamba Mungu yupo na yuko peke yake mmoja tu. Kwa hiyo kwenye sura hii zimo dalili za kutosha zinazoonyesha Mungu yupo na ni mmoja peke yake, hana mwenza. Wa kamali qudratihi, na pia dalili hizo zinaonyesha ukamilifu wa uwezo alionao Allah. Allah ana uwezo mkubwa. Fi badi'i khalqihi wa sun'ihi, ana uwezo mkubwa Allah katika kuvumbua viumbe ambavyo havikuwepo, kwa mara ya kwanza ndo kaviumba yeye akaviweka kwenye ulimwengu. Wa sun'ihi, na pia Allah amevumbua vitu ambavyo kabla ya kuvifanya yeye hakuna mwingine aliyepata kuvifanya. Fi khalqi linsani, kwa mfano Allah ameumba wanadamu. Wa ikhraji nabati, kwenye ardhi akaiwezesha ardhi kuotesha miti na mimea. Wa inzali almai, alafu Allah huyo ndiye anayetengeneza mfumo wa maji, anateremsha maji kutoka juu yakachanganyika na ardhi, yakitoka ardhini yanapanda juu tena, mzunguko wa maji wanavyoita wataalam water cycle, inaonyesha mfanyaji wa mambo haya ni mmoja tu, Allah peke yake. Wama audaahu Allahu min alquwwati fi nnari, pia katika mambo ambayo wenye akili wanajifunza ni yale ambayo Allah ameandaa yanayoonyesha ana nguvu za kutosha fi nnari, huko kwenye moto. Thumma nawahat bidhikri alqur'ani alazim, alafu sura aya zake mbele huko zikadokeza kidogo kuzungumza maudhui ya hii Qur'ani tukufu. Wa annahu tanzilu rabbil alamin, imezungumzwa kwenye sura hii Qur'ani kwamba ni maneno yaliyoteremshwa kutoka kwa Mola wa walimwengu. Wama yalqahu linsanu inda lihtidari, pia sura hii imeyazungumza mambo anayokutana nayo mwanadamu wakati wa kutolewa roho. Min shadaidin wa ahwalin, wengine wanatolewa roho katika mazingira ya shida kubwa na vitisho. Wale wakorofi hufanyiwa ukorofi, wale waliowema Allah huwafanyia ihsani na huwapunguzia machungu. Wa khutimati suratu, na imemalizwa sura hii mwisho wake bidhikri tawaifi thalathi, kwa kuyataja yale makundi matatu yaliyotajwa mwanzo wa sura na yale yamemaliziwa kutajwa mwisho wa sura. Wa hum ahlu saadati, makundi haya matatu ni ya watu ambao wamefanikiwa, wenye utukufu wa milele wa akhira. Wa ahlu shaqawati, na watu ambao wana hasara, walioharibu utumishi wao wakawa ni watu wa motoni. Wasabiqun, na kundi la tatu ni la wale watu wa daraja la kwanza ambao wako mbele katika imani na taa. Asabiquna ila alkhairati min ahli an-na'im, hawa walikuwa wako mbele, ni kielelezo na ni mfano hapa duniani katika kufanya mambo ya kheri, na hawa ni katika watu ambao kesho watakuwa kwenye maisha ya neema sana.
wabayanat aqibata kulli minhum, na aya za mwisho za sura hii zimebainisha mafikio ya kila kundi katika yale makundi matatu, kama ilivyoainishwa huku mwanzo na mwisho imeainishwa hivyo hivyo. Fakana dhalika, kwa hiyo imekuwa formation hiyo ya mpangilio wa aya za sura hii, katafsili lima warada fi awali sura, ni kama ufafanuzi wa yale yaliyozungumzwa mwanzo wa sura, mwisho yamefanyiwa conclusion, yakafungiwa sura, maelezo yale yale. Imeanza hivyo sura na imemalizwa hivyo sura, min ijmalin, katika kuonyesha uzuri au utamu wa uwasilishaji wa maneno yake Allah katika lugha aliyoitumia, wal ishadati bidhikri maathiri almuqarrabina fi albada'i wal khatami. Pia inaongeza maana au inamkumbusha msomaji mwenye mazingatio athari ya watakayoyapata wale watu waliojikurubisha kwa Allah, watu wa daraja la kwanza, kama yalivyozungumzwa kwa mukhtasari mwanzo wa sura na yamezungumzwa kwa ufafanuzi mwisho wa sura, ili msomaji apate kuelewa na mwenyewe awe tayari kupanga na kuchagua. Fadluha, fadhila za sura hii. Hii sura ina fadhila zake. An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, imesimliwa hadithi inayotokana na sahaba Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, Ibn Mas'ud anasema hakika mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam akasema, man qaraa suratal waqi'a, mtu mwenye kuisoma suratul waqi'a, fi kulli laylatin, kila usiku, yani kila usiku apate muda aisome suratul waqi'a, lam tusibhu faqatun abadan, hatopatwa na umasikini katu. Yani ni sura inayoitia kipato, uchumi mzuri. Na kuna sahaba mmoja alionekana analia wakati wa maradhi ambayo yalikuwa ndiyo sababu ya kifo chake, maradhi yaliyoondokea duniani. Wakamuuliza watu wake waliokuwa wanamuomboleza, wanamuadisha au wanamualisa, unalia kwa sababu ndo unaona mauti yako karibu? Huugua watu walio wazima wakafa, wagonjwa wakapona, kwa hiyo usikate tamaa. Akasema, mimi wala siogopii hilo. Sasa unaogopea nini? Unaogopea kwamba watoto wako watapata tabu baada ya wewe kufa? Akasema, hata watoto wangu siwaogopei, maana nimemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallama akasema, mwenye kusoma suratul waqi'a kila usiku hapatwi na ufakiri, hawi na maisha magumu. Kwa hiyo hilo nimeshaliandaa kwa watoto wangu wote, wameihifadhi na wanaisoma kila siku, Allah atawasaidia. Lakini mimi kinachonipanilie, sijui muda wote niliyoutumia hapa duniani na mambo yote niliyoyafanya kwenye amali zangu na dini yangu, sijui yamekubaliwa au hayakukubaliwa, sijui nimepatia au nimeharibu. Sasa kama muda wangu umeisha, naondoka, nalilia naondokaje? Hilo ndo linaloniliza. Sio kwamba nalia naogopa kufa. Kufa ni wajibu, wesha kufa wengi na mimi nitakwenda. Wala siogopei watoto wangu. Watoto wangu nimeshawaandaa, hata kama hakuna mali waliorithi kutoka kwangu, lakini nimeshawaandaa kwa kauli ya Mtume ambaye hasemi uongo, hawatokuwa mafukara wanangu. Kwa hiyo ni sura fadhila zake moja imepokewa ni hiyo,
kwamba mtu mwenye kuwa na bidii ya kuisoma hii kila usiku hawi na maisha magumu kwa uwezo wa Allah. Na hiyo ni kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fadhila ya pili iliyozungumzwa katika sura hii, wa akhraja al-Hafidh ibn Asakir, ametoa hadithi mwanawachuoni huyu mwingine Hafidh ibn Asakir fi tarjumati Abdullah ibn Mas'ud. Hafidh ibn Asakir kasherehesha kitabu chenye masomo hadithi au utunzi wa Abdullah ibn Mas'ud, ambaye Abdullah ibn Mas'ud ni sahaba, bisanadihi, na kaitoa hiyo katika sanadi yake mwenyewe huyo Ibn Asakir. Ana abi Dhabiti qala marida Abdullahi maradahu alladhi tuwfiya fihi. Anasema Abdullahi ibn Mas'ud aliugua maradhi ambayo ndiyo yaliyokuwa sababu ya kifo chake. Faadahu Uthman ibn Affan, kwa sababu Abdullah ibn Mas'ud ni sahaba, masahaba wenzake wakaenda kumkagua. Katika masahaba waliokwenda kumkagua alikuwa ni Uthman ibn Affan, khalifa watatu wa Waislamu. Faqala, Uthmani akamuuliza mgonjwa ambaye ni Abdullah ibn Mas'ud, ma tashtaki, ndugu yetu, hasa unaumwa na nini? Wazungu husema what's wrong with you. Ma tashtaki, unaumwa nini hasa? Qala, Abdullah ibn Mas'ud akajibu, dhunubi, gonjwa langu kubwa ni madhambi yangu, na ninasimanzi nayo, ninaendaje kwa Mola wangu? Makosa yangu niliyoyafanya ndiyo maradhi makubwa kwangu mimi sasa hivi. Qala, Uthmani akamuuliza tena, fama tashtahi, unatamani nini? Kama watu wa kawaida wanavyokagua mgonjwa, wanamuuliza vipi, nikutafutie soda, utengenezewe supu, ufanyiwe nini? Nini unatamani? Anaulizwa mgonjwa. Qala, mgonjwa ambaye ni Abdullah ibn Mas'ud akasema, rahmata rabbi, mimi hapa ninatamani rehema za Mola wangu, na rehema za Mungu hazimiliki mtu. Hata mtu anakuuliza unatamani nini, ukamwambia rehema za Mungu, anakupatia wapi rehema za Mungu? Rehema za Mungu anatoa Mungu mwenyewe. Kwa hiyo yeye hapa alikuwa ni mtu wa tauhidi huyu, na anajua yeye hapa mahusiano sahihi baina yake na mwingine ni baina yake na Mola wake. Akasema, ninaumwa na dhambi zangu na ninatamani rehema za Mola wangu. Qala, muulizaji Uthman ibn Affan akamuuliza tena swali la tatu, ala amuru laka bitabibi, ni muamrishe daktari aje akuangalie maradhi yako? Ala amuru laka bitabibi. Sasa wakati huo Uthmani ndo khalifa wa Waislamu, ndo kama rais kwa lugha zetu za sasa. Kwa hiyo nikuletee daktari akusikilize shida zako, akukague, akupatie tiba? Qala, Abdullah ibn Mas'ud akajibu, at-tabibu amradani, huyo daktari mwenyewe ndo aliyenijalia haya maradhi, aliyenipa maradhi ndo daktari wangu, yeye ndo atakayeniponya, kama alivyosema Ibrahim, wa idha maridtu fahuwa yashfini, mimi nikiumwa yeye Allah ndo anayeniponya. Kwa hiyo na Ibn Mas'ud alipoulizwa nikuletee daktari, jawabu yake kasema, at-tabibu amradani, daktari ndiye aliyeniwekea maradhi. Anamaanisha na yeye ndo mwenye uwezo wa kuyaondoa. Kwa hapa nilipofikia hakuna daktari anayeweza kunitibu mimi, labda huyo mmoja tu.
Qala, akasema muulizaji Uthman ibn Affan, ala amuru laka bi'ata'in, naona niamrishe upewe chochote, yani kutoka hazina huko Baitul Mali uletewe chochote kwa ajili ya familia yako, maana wewe ndo mtafutaji, umelala hapo mgonjwa. Kwa hiyo siniamrishe uletewe chochote cha matumizi. Qala la, Abdullah ibn Mas'ud akasema hapana, usifanye hivyo, usiamrishe mfuko wa umma umegwe niletewe mimi, kwa sababu la hajata li fihi, sihitaji chochote mimi hapa sasa hivi. Qala, Uthmani akamwambia Abdullah ibn Mas'ud, yakunu libanatika min ba'dika, najua wewe huhitaji pesa sasa hivi, lakini wewe una watoto wa kike, angalau wangekuwa wa kiume tukasema wachakarikaji watatafuta. Wewe una watoto wa kike, nikuletee chochote kitakuwa ni msingi wa maisha kwa ajili ya watoto wako, kama itatokezea umeondoka, iwasaidie. Yakunu libanatika ba'daka, hicho chochote ninajalia kije kiwe ni kwa ajili ya mabinti zako ukiondoka. Qala la, Abdullah ibn Mas'ud akang'ang'ania msimamo wake pale pale, akasema hapana. Atakhsha ala banati alfaqra, ina maana amirul mu'minina, unawaogopea mabinti zangu ufakiri, ndo ukaona uwaletee msingi au mtaji? Mabinti zangu nimewaandaa, usiwaogopee ufakiri, hawa hawapatwi na ufakiri katu, na hakika nikiondoka mimi watakuwa na maisha mazuri tu, kwa sababu inni amartu banati, mimi ninawaamrisha mabinti zangu, yaqra'na kulla laylatin suratul waqi'a, kila usiku lazima wasome suratul waqi'a. Nimewaachia uradi huo. Wa inni sami'tu Rasulallahi, na mimi nimemsikia mtume mwenyewe. Walikuwa wanamwamini mtume asemi uongo, analosema lazima ni sahihi. Kwa hiyo anasema usiniogopee watoto wangu kukumbwa na ufakiri, watoto wangu kamwe hawakumbwi na ufakiri, kwa sababu ninawaamrisha wasome suratul waqi'a kila usiku. Sasa kila usiku maana yake kama kabla hujalala au ukilala ukiamka, lakini wakati wa usiku wewe uisome suratul waqi'a. Wa inni sami'tu Rasulallahi, mimi nimemsikia mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam yakulu, anasema man qaraa suratul waqi'a, mwenye kuisoma suratul waqi'a kila lailatin, kila usiku, lam tusibhu faqatun, hakumbwi na ufakiri au ugumu wa maisha, abadan, katu. Man qaraa suratul waqi'a, mwenye kusoma suratul waqi'a kila lailatin, kila usiku, lam tusibhu faqatun abada, hasibiwi na ufakiri au maskini au ugumu wa maisha kamwe. Fakana Abu Dhabtiya la yadaa, Abu Dhabtiya aliyesimulia hii hadithi, na yeye katika maisha yake yote aliyoishi hakuachapo kuisoma suratul waqi'a usiku. Hivi ndivyo walivyokuwa wanaishi wenzetu, wakiambiwa jambo wanaliamini kwa 100%, na huwa hawapendi kupitwa na fadhila zake. Kwa ufupi, suratul waqi'a maelezo yake ndo hayo. Ama tafsiri yake, bismillahir rahmanir rahim, kwa jina la Allah mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa na mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo. Idha waqa'atil waqi'atu, litakapotokea tukio. Alwaqu ni kutokea, alwaqi'atu tukio, waqa'at limetokea. Sasa idha waqa'atil waqi'atu, litakapotokea lile tukio lenyewe, ambalo tukio lenyewe kwa hapa ni kiyama, inaitwa alwaqi'a, alqari'a, atamma, as-sakha.
inaitwa kiyama kwa majina mengi. Idha waqa'atil waqi'atu, litakapotokea lile tukio la kiyama, yani laisa liwaqa'atiha kadhibatun, tukio ambalo kutokea kwake sio hadithi ya uongo, ni kweli, msije mkadhani mnataniwa, lipo. Khafidatu rafi'a, tukio hili litawadhalilisha wengine na litawatukuza wengine. Alkhafdhu ni kitu kilichokuwa na hadhi, kinang'ara, kufinywa na kikazimwa, kikaondoshewa hadhi yake au mng'aro wake. Kwa hiyo tukio hili linaambiwa likija, duniani pana waheshimiwa wengi, pana mastaa tele, pana watu wenye hadhi zao, watu wa daraja la juu. Lakini kiyama kitakapokuja, kuna watu wengine duniani walikuwa wanang'ara, kile kiyama kitawazimia mng'aro wao, hawatatambulikana kamwe. Hatambulikani kama huyo alikuwa mheshimiwa, huyo alikuwa mfalme, huyo alikuwa star, huyo alikuwa nani. Kiyama kikija chenyewe kina sort out watu. Yule wa juu kitampaisha aende juu kwenye nafasi yake, na ataonekanwa, kumbe huyo jamaa alikuwa si wa kawaida, mtukufu sana mbele ya Mungu. Na yule wa chini, hata kama duniani alikuwa yuko juu, anaonekana, kiyama kinamshusha, kinamweka kwenye nafasi yake. Ndio hiyo khafidha, kitawashusha waliokuwa wako juu, lakini wako juu si kwa ridhaa ya Allah. Rafi'a, tukio hilo likija litawanyanyua waliokuwa wanaonekana wa kawaida, wako chini, kumbe mbele ya Allah walikuwa wako juu. Kiyama kikija kina sort out watu, kila mmoja anawekwa kwenye position inayomhusu, anayostahiki. Idha rujjatil ardu rajja, siku itakapotetemeshwa ardhi mtetemesho. Kuna siku itatetemeka miaka mingi, sijui kama miaka 40, miaka 50, ardhi inatetemeka tu. Si kama haya matetemeko tunayoyasikia sasa hivi. Matetemeko sasa hivi yakija yanakuja sehemu ndogo tu ya mji, ukasikia mji fulani city center pametetemeka, tena within a fraction of a second, haifiki hata dakika 3, muda kidogo tu inatetemeka alafu inatulia. Lakini kutetemeka huko kudogo kunaangusha majumba, kunapoteza maisha, kuna wafanya watu maskini wanakosa makazi wengine. Sio tetemeko kama haya matetemeko tuliyoyazoea sasa hapa duniani. Ardhi nzima, dunia nzima, hii ardhi yenyewe itakuwa inatetemeka tu. Ikishang'olewa milima ambayo ndio inaifanya ardhi itulie, ardhi itakuwa inayumba tena kwa muda mrefu, kwa miaka mingi. Sasa ardhi itakapokuja kutetemeshwa, huo mtetemeko wake wa muda mrefu, na sio kwenye mji mmoja tu, sehemu nyingine zikawa ziko salama, ardhi yenyewe yote itakuwa inatetemeka na kwa muda mrefu. Idha rujjatil ardu rajja, siku itakapotetemeshwa ardhi kwenye mtetemeko wake ule wa kiyama. Wabussatil jibalu bassa, na yakavurugwa milima mvurugiko. Fakanat habaa mumbatha, milima na uzito wake itakuwa ni kama vumbi lililotawanywa mahala. Sura ni mlima, lakini mwepesi kama sufi, kalaihni almanfush. Yakishatokea hayo, wa kuntum azwajan thalatha, na nyinyi viumbe mtagawanyika katika makundi matatu au migawanyiko mitatu. Migawanyiko mitatu, fa ashabul maimanati, kutakuwa na watu wa upande wa kuliani. Allah tujalie angalau tuweko hapa. Tukikosa kuwa katika sabiqun hapa, tusije tukakosa. Tukikosa hapa tumeumia. Fa ashabul maimanati, ma ashabul maimana, kutakuwa kuna watu wa kuliani wamefaulu, wanaenda peponi. Ni wepi hawa watu wa kuliani? Utawajuaje? Hilo ni kundi la kwanza, ashabul maimana. Wa ashabul mash'amati, ma ashabul mash'ama, kuna na watu wa kushotoni. Ni wepi hawa watu wa kushotoni? Wewe utawajuaje?
Hawa ni watu wabaya, wanaenda motoni. Allah atuhifadhi tusiwe katika watu hawa. Wasabiquna sabiqun, na kundi la tatu ni la hawa sabiquna sabiqun, watangulizi walio mbele katika hadhi zao kwa mujibu wa imani na taa. Ulaika almuqarrabun, hawa sabiqun ndio viumbe wa Allah waliojikurubisha kwa Mola wao kwa imani sawasawa, imani sahihi na utiifu wa maagizo waliopewa. Sio wale wanaoambiwa swali akakataa kuswali, usiibe akasema nani asoiba hapo. Wote wezi, utakufa maskini kama huibi. Na mtu anaogopa umaskini, haogopi moto wa Mungu, anaogopa umaskini. Hawa walikuwa vile walivyoagizwa ndivyo walivyoishi, as-sabiquna as-sabiqun. Kwa hiyo kama tutawahi, labda tuishie kwenye hizo aya 11. Tunazipitia, ni aya fupi fupi. Bismillahir Rahmanir Rahim, kwa jina la Allah mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Idha waqa'atil waqi'atu, litakapotokea hilo tukio ambalo ni tukio la Kiyama. Laisa liwaqa'atiha kadhibatun, kutokea kwake sio uongo, ni habari ya kweli. Mkijiandaa hili tokeo lipo, usipojiandaa lipo, na yeye ndo wahusika. Idha waqa'atil waqi'atu, ay maana yake idha qamatil qiyamatu, kitakaposimama kiyama. Tukio lenyewe ni kiyama. Allati, kiyama ambacho la budda min wuqu'iha, hamna budi na kuja kwake, sio utani, ni kweli, kipo, kitakuja tu. Wa hadathati dahiyatu tammatu, na litakapokuja kutokea lile janga kubwa litakalo usibu ulimwengu kwa ujumla wake, at-tammatul kubra, allati, janga ambalo yankhali'u laha qalba al-insan, litasababisha ung'oke moyo wa binadamu. Nasikia jamaa kavunjika moyo. Moyo sio kaure kama unavunjika, lakini nasikia mtu kavunjika moyo, maana kuna jambo katamauka nalo, kwamba hili siwezi kupata, hapa siwezi kufanikiwa, hapa sitoboi, ndio kuvunjika moyo. Sasa siku hiyo watu watakuwa zaidi ya uko kuvunjika moyo, nyoyo zitavunjika kweli kweli. Mtu kapewa muda wa kutosha wa kukaa duniani kufanya amali njema, hakuzifanya zile amali njema, na badala yake kafanya amali mbaya mbovu, na anakuja kushuhudia wenzake ambao waliishi nao, kasoma nao, anawaona siku ile wako katika hali nzuri, na yeye inampitikia akilini, tena mimi kama nikusoma nilisoma zaidi kuliko fulani, lakini fulani leo yuko vizuri, mimi ninahangaika hapa. Mwenzako kafanya, wewe ulidharau kufanya. Mwenzako kaishi kidini, wewe uliishi kisiasa. Unaona vitu vili tofauti. Mwenzako alikuwa anayafanya mambo yake kiimani, wewe ulikuwa unayafanya kimazoea. Kwa hiyo yake yana thamani kwa vigezo vya akhera, yako wewe yamepoteza hiyo thamani. Lazima utavunjika moyo, na lazima utakata tamaa. Lazima hadhi yako ishuke, hata kama hapo ulikuwa mheshimiwa. Tukio hilo litakufanya ukae katika nafasi yako dhaifu. Kana min ahwali yankhali'u laha qalbu al-insani, kana min al-ahwali ma la yasifuhu al-khayal. Mwanadamu moyo wake utakuwa umevunjika kwa sababu ya kushuhudia matukio ya kutisha ambayo kwa sasa hata akili haiwezi kuyazingatia. Mambo ya kiyama, hata kama tunasifiwa, akili haina uwezo wa kuyazingatia ukapata angalau picha ya uhalisia wake. Qala al-Baydawi, amesema Baydawi, sumiyat waqi'atun, kiyama kimeitwa kwenye sura hii waqia, tukio,
litahaqquqi wuqu'iha, kwa sababu ni jambo litakalotokea kweli. Sasa hivi tunasimuliwa tu, na wengi miongoni mwetu hatuamini, tunasema ni mambo ya kutunga, si kweli. Lakini siku hiyo watakaolishuhudia, ambao ndo sisi walengwa, tutathibitisha hili ndo lile tuliloambiwa, na mambo yote yatakuwepo mbele ya macho yetu, black and white. Kila ulichoambiwa unakiona mwenyewe, unathibitisha. Kwa hiyo hilo tukio lipo. Sasa hivi tunaona kama ni hadithi ya kutunga, lakini litakapokuja ndo tutakapothibitisha hili ndo lile tuliloambiwa. Waqala Ibn Abbas, na Abdullah ibn Abbas amesema, alwaqi'atu, hili jina alwaqi'a, ismu min asma'il qiyama, ni jina mojawapo katika majina yanayoitwa hiyo siku ya kiyama. Kasakha, kama sakha, fa idha ja'at sakha au fa idha ja'at tammatul kubra, ni majina katika majina yaliyoitwa siku ya kiyama. Ismu min asma'il qiyama, alwaqi'atu ni jina miongoni mwa majina yaliyoitwa siku ya kiyama. Kasakha, kama hiyo sakha, wal azifa, au kwenye mahala pengine Allah kasema azifatil azifa, bimaana kiyama kipo karibu. Wa tamma, mahala pengine Allah kaita kiyama tamma. Wa hadhihi al-ashyaa, na mambo haya, taktadhi aidha sha'aniha, majina haya ambayo ni kawaida kwenye lugha yanajulikana maana yake, akilini mwa mwenye kuambiwa kwa majina haya yanampelekea kujua ukubwa wa jambo lenyewe. Maana yake majina yote hutumika kwenye vitu visivyo vya kawaida, majanga makubwa makubwa, mabaya mabaya, maafa yaliyopitiliza kiwango. Kwa likija jambo hilo, idha waqa'atil waqi'a, litakapotokea hilo tukio mnaloambiwa, kikija kiyama, laisa liwaqa'atiha kadhiba, kutokea kwake hilo jambo sio uongo, ni kweli, kiyama kipo. La yakunu inda wuqu'iha nafsun kadhibatun tukadhibu biwuqu'iha, kitakapokuja kiyama haitopatikana nafsi ya binadamu yoyote wala jini yoyote atakayekadhibisha, akasema hapa tunafanyiwa kiini macho. Wote watarekoli yale walokuwa wanakaririwa mara kwa mara, watasema hichi ndo kiyama. Kikija hicho kiyama, la yakunu inda wuqu'iha, haitokuwa wakati wa kutokea kwake kiyama, nafsun, hata mtu mmoja awe binadamu au jini, haitopatikana nafsi hata moja, kadhibatun, itakayokadhibisha, itakayopinga, itakayokanusha, tukadhibu biwuqu'iha, itakayokadhibisha kwamba kiyama hakipo. Maana ndo kipo kwenye macho yake na kila kitu anaona. Yale yote alokuwa anaambiwa duniani hayaamini, siku hiyo atayaamini mwenyewe, maana ndo yapo. Kahali almukadhibina alyawm, kama hali ya wale wanaokadhibisha sasa hivi, wakiambiwa kiyama wana maneno mengi wanasema, lakini kikija wao ndo watakuwa wa kwanza kuamini hili ndo lile tuliloambiwa, tukakadhibisha, tukapinga. Kwa hiyo likija hakuna atakayepinga hata mmoja, ndo maana yake laisa liwaqa'atiha kadhibatun. Lianna kulla nafsin, kwa sababu kila nafsi, tu'minu hina idhin, yakijiri mambo hayo mnaambiwa kila nafsi itaamini wakati huo. Hata lile kafiri lililopitiliza kiwango, yakija hayo mashaka litaamini kila kitu. Liannaha tara, kwa sababu nafsi siku hiyo itaona yenyewe, aladhaba ayanan, itaona adhabu mbele ya macho yake. Sio jambo la kusimuliwa wakati hujaliona, halafu kusema inawezekanaje mtu awe katiwa motoni halafu asife. Siku hiyo mtu anaona mwenyewe anatiwa motoni na afi. Sasa atasema uongo? Kwenye sura Turi ndio maana Allah anasema atawauliza watu wanaoingizwa motoni,
Kabla hajawaingiza anawaambia hadhihi naru allati kuntum biha tukadhibun, huu ndo moto wa Jahannam ambao muda wote mloishi duniani mlikuwa mnakadhibisha, mnasema hakuna moto, hakuna moto. Si kweli, si kweli. Moto wenyewe ndo huu. Afasihrun hadha, je, huu ni uchawi? Mnavyoishi hapa tumekufanyieni kiini macho? Hii ni maigizo au vipi? Ama antum la tubsirun, au hamuoni kama huu ni moto? Wataambiwa watu. Atuhifadhi Allah sisi tusije tukawa katika watakaoambiwa hivi. Islauha, sasa leo hukumu yenu, mmehukumiwa muingie humu. Humu ndo mlamo maisha yenu. Islauha, uingieni moto. Fasbiru au la tasbiru, humo kama mtavumilia au msivumilie. Yani mjikaze kiume, msipige kelele, msinungunike, msilie, au lieni sana. Vyovyote mtakavyoamua kuishi humo, nyinyi humo ndo mtakamoishi. Innama tujzauna ma kuntum taamalun, leo mnalipwa kile ambacho muda wenu mloishi duniani mlikuwa mnafanya. Yale mlioyafanya kwenye uhai wenu wa kwanza, malipo yake ndo leo. Ka kaulihi taala, ni sawa sawa na maneno yake Allah aliyosema falamma raau ba'sana, makafiri wanaopinga leo siku watakapoona adhabu yetu huko akhera, qalu, watasema amanna billahi wahda, tunamwamini Allah peke yake. Siku wakiona adhabu na wanahakikisha sisi ndo tulioandaliwa hii, watatamka shahada, watasema amanna billahi, tunamwamini Allah wahdahu, peke yake, hana mshirika. Hapa duniani wamebembelezwa, wamekataa. Wana miungu yao waliorisi kwa wazee wao, wanasema wazee wao sio wapumbavu, hawawezi kusaliti imani waliorithi. Kwa hiyo tukio hilo likija ambalo hakuna atakayekadhibisha, na kwa sababu si tukio la uongo, ni kweli lipo, khafidatu rafia, tukio hilo likija litawagawa watu kwa hadhi zao. Waliokuwa wanang'ara duniani kwa batil wakaukataa mwongozo wa Allah, likija tukio hilo litawadhalilisha. Na wale waliokuwa wamedhalilika duniani, wakateswa, wakaadhibiwa, wakasemwa vibaya, wakawa na maisha magumu kwa ajili ya Allah, tukio hilo likija linawanyanyua kwenye daraja zao. Wao ndo wataonekana waheshimiwa. Khafidhatun, kiyama kitawafinya wengine, rafi'atun, na kitawanyanyua wengine. Hiya khafidhatun liaqwamin rafi'atun liakharin, kiyama kikija kitawafinya baadhi ya watu na kitawatukuza wengineo. Tahfadhu a'da Allahi fi nari, kiyama kitawafinya maadui wa Allah na hatimaye wataingia motoni. Watarfau awliya Allahi, na kiyama kikija kitawanyanyua mawalii wa Allah waliopenda kuishi maisha ya ibada, fil janna, na hatimaye wataishi peponi. Waliong'ara duniani wanaenda motoni, waliong'ara kwa batili. Maana wako duniani Allah watu wema kawapa neema ya mali, wameishi maisha mazuri, kawapa neema ya madaraka, wakawa na mamlaka kubwa, kawapa nguvu, lakini hawakuwa na kibri, walikuwa watiifu. Na miongoni mwao ni mitume wake Allah kawapa neema, kama Daudi na mwanawe Suleiman. Hawakukufuru, waliishi maisha mazuri tu ya matanuzi, walikuwa wafalme, walikuwa na mamlaka, walikuwa matajiri, lakini hawakuwa jeuri mbele ya Mola wao. Kwa hiyo wako watu wema wameishi duniani vizuri na akhera wanaishi vizuri, lakini wengine duniani hutaka waishi vizuri kwa njia ya batili ya kumuudhi Allah. Kiyama kikija kitawafinya, ambia nyinyi si wa kung'ara, nyinyi sio watu wa juu, kaeni kwenye nafasi zenu za chini, na hatimaye wanaenda motoni. Qala al-Hasan, amesema Hasan al-Basri, takhfidhu aqwaman ila al-jahimi, kiyama kitawafinya watu wengine na hatimaye watapelekwa kwenye moto wa jahim.
Wa in kanu fi dunya aizza, hata kama duniani walikuwa watukufu wenye nguvu. Watarfau akharin, na kiyama kitawanyanyua daraja zao wengine, ila a'la iliyin, hatimaye wataenda kwenye daraja za juu za peponi. Wa in kanu fi dunya dhuafau, hata kama duniani walikuwa ni watu madhaifu. Au walau wa in kanu fi dunya wadhaau, hata kama duniani walikuwa ni watu wa chini. Mtu wa chini tu wa kawaida, anakula mlo mmoja, njaa imemwandama, hana matumizi, lakini katumia muda wake kwa ibada, yeye na Mola wake wako karibu, karidhika na hali aliyokuwa nayo na hakudharau ibada zake hata kidogo. Kiyama kikija kinamnyanyua daraja yake. Thumma bayyana ta'ala, alafu akabainisha Allah mtukufu, mata yakunu dhalika, mambo hayo yatakuwa lini, hicho kiyama kinakuja lini. Akasema kwa sasa akili zenu haziwezi kufahamu, lakini mtaambiwa kwa lugha za mshabaha tu. Kuna mambo mlioyazoea uko mbele yatabadilika. Kwa mfano, idha rujjatil ardu rajja, mmezoea asubuhi kukicha, mnatoka majumbani, mko salama, ardhi imetulia, mnaenda na shughuli zenu. Kuna siku ardhi itaondosha tabia yake hii, haitakuwa na utulivu, inatetemeka, hakuna maisha juu yake. Idha rujjatil ardu rajja, rujja, rajja, hii maana yake zulzilat wa hurrikat tahrikan shadida, ardhi itatetemeshwa na itatikisika kwa muda mrefu, mtikisiko mkubwa. Idha rujjatil ardu rajja, itakapotetemeshwa ardhi mtetemeko wake mkubwa. Ay zulzilat zilzalan anifa, ardhi itatetemeshwa mtetemeko mkubwa wa nguvu na kwa muda mrefu. Wakturibat tiraban shadida, itayumbishwa miundo mkubwa, hakutokuwa na stability juu yake, hapatosimama jengo wala mti wala kiumbe yoyote kwa mtetemeko huo. Bihaithu, itatetemeshwa ardhi kwa namna ambayo yanhadimu kulla ma fawqaha, litabomoka kila lililowekwa juu yake katika majengo au imarati walizoamirisha wanadamu. Min bina'in shamikhin, majengo makubwa makubwa yote yataporomoka. Watudin rasikhin, na vitu ambavyo vimekitishwa vyenye uzito juu ya kama milima. Qala almufassiruna, wamesema wanawachuoni wa tafsiri ya Qur'ani, turaju, itatikiswa ardhi kama yuraju albayd, kama linavyotikiswa yai, au kama yuraju sabii fil mahdi, kama anavyotikiswa mtoto akiwa kwenye ubeleko. Hata yanhadimu kulla ma alaiha min binai, mpaka kitabomoka kila kilichowekwa juu yake katika majengo waliojenga wanadamu. Wayankasiru, na patavunjika kulla ma fiha, kila kilichomo katika ardhi, min jibalin wa husuli, katika milima na ngome imara ambazo wamezijenga watu. Watu wanajenga sasa, msikia wana makazi maili 3 chini ya ardhi, halafu jinsi walivyojenga huko mangome yao, wanajua wenyewe wanavyosakana kivita. Wanajua kuna drilling bombs, bomu la tani 14, tani 20 linadondoshwa, halafu likija lina drili, kwa hiyo linapenya chini, linaenda kuripukia ndani. Kwa hiyo watu wanatengeneza wenyewe, wanajua walivyotengeneza. Likipigwa bomu la aina fulani litaishia hapo, huko chini vitu vyetu na watu wetu watakuwa wako salama. Kwa hiyo vyote hivyo watu walivyoimarisha vya nguvu, hapana budi siku hiyo vitaondoka, ardhi itatupilia mbali vyote hivyo. Wabussatil jibalu bassa, na milima itavurugiliwa mbali. Yani maana yake
futitat taftitan, itavurugwa hiyo milima mvurugiko, hata sarat kadaqiqi almabsus, mpaka iwe ni kama unga au vumbi ambalo likipulizwa linapeperuka. Mlima mkubwa utakuwa una mawe, una miamba ndani, lakini Allah anasema itavurugwa milima mpaka iwe miepesi, iwe mfano wake ni kama vumbi tu au sufi tu, ambayo ikikumbwa na upepo inapeperuka, na milima nayo itakuwa inapeperuka. Wa huwa almablul, anasema kadaqiq ni kama unga, wa huwa almablul, na almabsus yani huwa almablul, umemwagiwa maji kidogo. Kwa hiyo mijijabali yenye mawe ndani yake itakuwa miepesi sana kama vumbi ambalo labda limerushiwa maji, kitu kwamba bulila, kimetiwa maji hivi kidogo. Baada an kanat shamikhatan, baada ya kuwa milima hiyo ilikuwa ni migumu, mikubwa, mizito, siku hiyo itaonekana cha mtoto tu, inapeperuka angani. Fakanat habaan mumbatha, pamoja na uzito na ukubwa na ugumu wake, fakanat, itakuwa hiyo milima habaan, ni kama vumbi, mumbatha, linalotawanyika huku na kule. Milima mizito, migumu, mikubwa, lakini itakuwa kama vumbi linalopeperuka. Fasarat ghubara, milima itakuwa kama vumbi, mutafarrikan mutatayiran, vumbi lililotawanyika na linaruka, fil hawai, katika hewa. Watara aljibala, siku ya kiyama utaiona milima, tahsabuha jamidatan, kwa wale wanaoijua wataiona milima na sura yake, huu ni mlima fulani. Tahsabuha jamidatan, utauhisabu huu mlima ndo wenyewe mlima fulani. Wa hiya tamurru marra sahabi, lakini utakuwa unatembea angani kama yanavyotembea mawingu. Kalladhi yura fi shi'ai shamsi, kama ile mionzi au miale inayoonekana kwenye jua. Nyumba zetu za kizamani zile za shamba za udongo, asubuhi ukiamka jua likichomoza, kuna sehemu mle linamopita mwanga, ndio mnaona ule mwanga wa jua ukiingia ndani, mle ndani ya mwanga unaona kama mna viji dust particles vinatembea. Ndo vile anavyosema Sheikh, mlima utakuwa uko na viji particles kama vile. Kalladhi yura fi shi'ai shamsi, kama vile vijipatipati vinavyoonekana kwenye mionzi ya jua iliyopenya nyumbani, kwenye nyumba zetu za kishamba. Wengi tumeishi nyumba za udongo zile. Ukichelewa kuamka asubuhi, jua limetoka, unaona mwanga ulioingia ndani, kwenye ule mwanga mna vitu vinatembea tembea, ni dust particles, vipunje vya vumbi. Kwa hiyo na milima itakuwa iko kama vile siku hiyo. Ndo shekhe hapa akatuambia kalladhi yura fi shi'ai shamsi, ni kama kile kinachoonekana kwenye miale ya jua, idha dakhala nafidha, inapopenya kwenye mwanya wa dirisha. Fahadha huwa alhabau, vile ndo vinavyoitwa habaa mumbatha. Walmumbathu yani almutafarriq, mumbatha maana yake ni kitu kilichosambaa, kilichotawanyika. Ndio vile vipunje unaviona vingi vimetawanyika kwenye mwanga. Wa hadhihi alayatu, na aya hii, ka qaulihi ta'ala, inafanana na maneno yake Allah mtukufu alivyosema, watakunu aljibalu kalahni almanfush, kwenye suratul Qari'a aya ya 5. Siku ya kiyama milima na uzito wake itakuwa ni kama sufi kavu iliyotolewa kokwa. Sufi kavu na haina kokwa. Sasa usufi uweke uwanjani, alafu uvume upepo kidogo tu, upati kitu, wote unapeperuka. Kwa hiyo na milima nayo itaondoka juu ya ardhi,
na itatembea angani. Wa kaulihi, na pia ni sawa sawa na kauli yake Allah alivyosema, wasuyiratil jibalu fakanat saraba, siku ya kiyama milima itaendeshwa angani, itaonekana kama mangati. Mirage, mangati. Sarab ni kile kitu wanachoona wakati wa jua kali wasafiri barabarani, kwa mfano barabara imenyooka, au wengine majangwani tu wanatembea jangwa, ardhi imenyooka tambarare, kwa mbali unaona kama dimbwi la maji kwa sababu ya mwanga wa jua, lakini hakuna maji, ni ukame kwenda mbele. Kwa hiyo na mlima utauona kama mlima, lakini maana yake sio mlima, sura yake ile ile, lakini umeng'oka juu ya ardhi, uko kama mangati, ambayo ni Suratun Naba aya 20 hiyo. Yakitokea hayo ambayo sasa hivi hamuamini, lakini yakitokea, wa kuntum azwajan thalatha, na nyinyi viumbe mtakuwa mmegawanyika makundi matatu. Kuntum ayuhan nasu, mtakuwa nyinyi watu siku hiyo, asnafan wa firaqan thalathatan, mtakuwa sampuli, makundi, migawanyiko mitatu. Ahlul yamini, kuna watu wa kulia, wa ahlu shimali, na kuna watu wa kushoto, wa ahlu sabqi, na watu sabiqina wa mwanzo wa mbele. Fa amma sabiquna, ama hawa sabiqun, fahum ahlu darajati alula, hawa ni watu wa daraja ya juu kabisa, kiwango chao cha imani na taa cha juu, kama wale mitume na watu waliowafuata mitume bila ya khiana. Hao ndo watu wa daraja la juu. Fil janna, hawa watakuwa ni watu wa peponi, daraja yao huko peponi ni first class. Allah tuwezeshe. Inawezekana kwa mtu wa kawaida pia kufikia huko. Ni imani inayoambatana na taa, ufanye vile vile inavyotakiwa bila khiana, unakuwa ni mtu wa daraja la kwanza. Wa amma ashabul yamini, ama hawa wanaoitwa watu wa kuliani, fahum sairu ahli aljanna, hawa ni watu wa kawaida tu, baada ya hukumu na hisabu zao wanakuwa wamefaulu kwenda peponi. Wakipimiwa kwenye mizani, mema yao ni mazito kuliko mabaya. Mabaya wanayo, lakini yatakuwa yamesamehewa, watakuwa wamefaulu kwenda peponi. Hao ni ashabul yamin, watu wa upande wa kuliani. Tukikosa kuwa sabiqun, tusije tukakosa kuwa ashabul yamin. Yani ukikosa kuwa ashabul yamin, wewe umeenda pabaya. Wa amma ashabu shimali, ama hawa watu wa kushotoni, fahum ahli nari, hawa ni watu wa motoni. Wa hadhihi maratibu nasi, huo ndio mgawanyiko wa watu fil akhira, watakavyokuwa huko akhira. Qala Maimun ibn Mihran, Maimun ibn Mihran amesema, ithnani fil janna wa wahidun fil nari, makundi matatu yaliyotajwa humu, mawili ndo ya watu wa peponi, moja ni la watu wa motoni. Thumma fasalahum ta'ala biqawlihi, halafu Allah akachanganua makundi hayo, yatakuwaje, yatapata nini, kwa kauli yake. Fa ashabul maimana, hawa watu wa kuliani hawa. Ma ashabul maimana, wewe unawajuaje watu wa kuliani? Tukufahamishe vipi kwa sasa huko duniani kwako hapo uwaelewe watu wa kuliani ndo epi? Vipi utawajua? Istifhamu litafkhimi wa ta'zimi. Allah kauliza swali, si kama jawabu hana. Swali hili kwenye lugha huwa linamfanya msomaji hili suala linalozungumzwa kwa kuuliziwa swali alipe umuhimu na uzito stahili, asilichukulie jambo la kawaida. Istifhamu ni swali, litafkhimi, lakini nakutaka wewe hili swala ulipe uzito, hii mada uipe uzito wewe mwenyewe. Wa ta'zimi, halafu usichukulie poa, ili jambo ni muhimu na kubwa, liweke kwenye nafasi yake. Ai, maana yake anakusudia Allah, hal tadri ayu shay'in ashabul yamin au ashabul maimana? Hivi wewe unayesoma maneno haya unawajua watu wa kuliani ndo wepi?
Hal tadri, tuseme kwa sasa hapo ulipo, je, unawajua? Ayu shay'in ashabul maimana, unaweza kuelewa nini, utafahamu vipi ni kitu gani hawa ashabul maimana kwa ufahamu wako wa sasa? Manhum, ni akina nani hawa? Wama hiya haluhum wa sifatuhum, hali yao ni ipi na sifa zao ni zipi? Inaambatana kwenye hilo swali uliloulizwa. Innahumul ladhina, hakika hawa ni watu ambao yu'tauna sahaifa a'malihim, yu'tauna sahaifahum fi aymanihim. Hawa baada ya kufufuliwa, wakitoka makaburini kwao, wakasimama kwenye uwanja wa hisabu, siku yatakapogawiwa madaftari ya amali za watu, kila mtu akapewa amali zake, hawa watapewa madaftari yao kwa mkono wao wa kulia, ndio wakaitwa ashabul yamini au ashabul maimana. Vile anapewa daftari lake lenye jina lake na yaliyomo humo ni matendo yake, na kila utakaloliona unalikumbuka ulilifanya wapi na kwenye mazingira gani. Tukifufuliwa akili zinakuwa ziko full charged, kila kitu unaelewa. Kwa hiyo ukipewa daftari la amali zako, anayekupa kalishika kwa mkono wake wa kulia, na wewe ukipokea utapokea kwa mkono wako wa kulia. Munaangaliana, anayekupa na wewe mpokeaji. Hii ni alama ya heshima, tushasoma sana kwenye sura ndogo ndogo za juzuu ya amma. Fahuwa taajibun lihalihim, lugha hii inamfanya mwenye kusoma au kusomewa avutiwe na hali yao. Ni watu waheshimiwa, mpaka huko siku ya Kiyama wanapewa madaftari ya amali zao kwa adabu na heshima, wameheshimiwa. Wataadhimu lishanihim, alafu hadhi yao imetukuzwa, watakuwa ni watukufu. Dukhuluhumul janna, kuingia kwao peponi. Watanaumuhum biha, na kwenda kuneemeshwa huko peponi. Ni watu wametunzwa, walijituma wakafanya amali ambazo zimekubaliwa, kiwango cha utendaji wao kiko juu, malipo watakayolipwa yatawawezesha kuwa wao ni watu wa peponi. Wa ashabul mash'ama, aya nyingine, na watu wa kushotoni. Ma ashabul mash'ama, na hawa utawajuaje? Ni nini ashabul mash'ama? Ai, maana yake hal tadri man hum, unawajua hawa ni akina nani? Wama hiya haluhum, na unaijua hali yao. Wasifatuhum, unaijua sifa yao. Innahumul ladhina, hawa ni watu ambao yu'tauna sahaifahum, watapewa madaftari yao. Bishimalihim, kwa mikono yao ya kushoto. Yu'tauna sahaifahum bishimalihim, watapewa sahifa, madaftari, kurasa zilizoandikwa amali walizozifanya duniani kwa mikono yao ya kushoto. Anayekuja kukupa hicho kitabu chako kakishika kwa mkono wa kushoto, na namna atakavyokupa utalazimika na wewe upokee kwa mkono wa kushoto. Halafu wala hakutazami usoni, anakupa nyuma ya mgongo. Fa amma man utiya kitabahu waraa dhahrihi, ndo hawa. Atakayekuja kupewa kitabu chake kwa nyuma ya mgongo, akikupiga bega usije ukasema kakuibia nyeti. Hataki ya kutazame kwa sababu hupendezi, si mtu mzuri. Chukua mzigo wako huo, vile anavyokupa unalazimika upokee kwa mkono wa kushoto. Utakayoyakuta humo yatakuliza mwenyewe, lakini hata ukilia, kilio chako hakisaidii chochote. Fafihi taajibun, na katika kauli hii pia kuna lugha ya mshangao, inamfanya mtu ashangae. Lihalihim, kuishangaa hali yao. Fi dukhulihim nara wa shaqaihim, hawa watu watakuwa wanalazimika waingizwe motoni, na ni kwa sababu watu waovu
wamepewa muda wa kutosha duniani, lakini wametumia dakika zao vibaya. Hawakufanya kheri iliyowawezesha kwenda peponi. Matokeo yake wamefanya shari nyingi, ikawawajibisha waende motoni. Madaftari yao watapewa kwa mikono yao ya kushoto, na wakaitwa ashabu shimali. Qala al-Qurtubi, amesema mwanawachuoni Qurtubi, wa takriru fi ma ashabu al-yamin wa ma ashabu shimali au mashama, kurudiwarudiwa haya maneno wa ashabu limaimanati ma ashabu lmaimana, ni kurudiarudia maneno yale yale. Anasema kurudiarudia huku litafhimin wa taajibi, ni lile lile lengo lake, kuonyesha hii habari inayozungumzwa hapa ina uzito, muipe uzito wake. Halafu ni habari ambayo inastaajabisha, wenyewe mtaajabu. Kakaulihi taala, kama alivyosema Allah mtukufu, alhaqatu malhaqa wama adraka malhaqa. Kurudiarudia huko kuna maana hiyo. Au alqaria malqaria wama adraka malqaria. Kwa nini anarudiarudia sana? Maana yake ndio hiyo, litafhimi wa taajib. Kwanza ili swala usilichukulie poa kama mnavyosema watu wa mjini, lipe uzito stahiki. Alafu mwenyewe ilichukue nadhari yako na akili yako na mazingatio yako, ujue kuna mambo sio ya kawaida na yanahitaji maandalizi. Kwa hiyo uwajibike, ujiandae, jipange. Ukisema upuuzi mtupu, achana nalo, alafu usubiri uhalisia, uje uone makazi utakayokaa. Wa kaulihi, pia inafanana na kauli yake Allah aliyosema, alqari'atu malqari'a wama adraka malqari'a. Waqala al-Ulusi, na amesema mwanachuoni Ulusi, walmaqsudu, makusudio ya Allah kufanya hiyo repetition, atafhimu fil awwal, hiyo ya kwanza maana yake ili swala ulipe uzito, watafdhi'u fi thani, na la pili ujue ili ni swala la udhalilishaji. Wewe mwenyewe unatengeneza mazingira ukadhalilike, kwa hiyo uchukue tahadhari usije ukaishia maisha ya kudhalilika. Watajibu sami, alafu pia maana ya tatu, kurudia rudia huko kuna mtaka msikiaji au msomaji ashangae yeye mwenyewe, ataajabu kwamba haya mambo sio ya kitoto, lakini mbona katika viumbe wa Allah wenye akili timamu haya mambo wanayapuuza? Mtu kaumbwa vyema na ana akili, anaitwa msomi, lakini mbona haya mambo hayatii akilini, hayazingatii, hachukui tahadhari. Min sha'ni almufarriqina fi alfakhamati walfadaa, unatakiwa ustaajabu kwenye jambo la huu mgawanyiko, watu walivyogawanywa. Kugawanywa huku, wewe msomaji sasa uchukue seriousness mwenyewe, hili jambo ulipe umuhimu unaostahiki, pa kujipanga ujipange, pa kujiandaa na ujiandae, ujikinge na hayo matokeo mabaya ya kufadhaisha. Kaannahu qila, kama pamesemwa vile, fa ashabul maimanati, hawa watu wa kulia, fi ghayati husnin alhali, watakuwa wako katika kiwango cha juu cha uzuri, cha hali nzuri. Watafufuliwa wakiwa ni watu wenye maisha, wana hali nzuri. Wa ashabul mashama, na hawa watu wa upande wa kushotoni, fi ghayati su'il hali, watakuwa wako katika kiwango cha juu cha hali mbaya, hali yao itakuwa sio nzuri. Kwa hiyo mwenyewe mtu mwenye akili hapa duniani ndo mahala pa kujiandaa na mambo yajayo, achukue tahadhari, aseme mimi sitaki kuwa katika watu hawa, nataka niwe katika watu hawa. Lakini kuna kundi la tatu, wasabiquna sabiquna, na kuna wale wa mbele waliotangulia wa awali. Hadha huwa sinfu thalith, hili ndo kundi la tatu katika makundi matatu ya siku ya Kiyama. Min alazwaji thalatha, hili ni la tatu katika hayo makundi matatu. Ai maana yake as-sabiquna ila alkhairati walhasanati, hawa walikuwa siku zote wanabidii, wametangulia mbele katika kufanya mambo ya kheri na mazuri mazuri.
tunapofanya mitihani ya duniani na watu wakawa wanataraji kufaulu masomo, kuonyesha bidii yao katika kuyaendea masomo. Maana mtu piga huwa sitaki nishuke chini ya 95, huyu ndo sabiq, katangulia. Maana kufanya mitihani ni kama mashindano tu, nataka niwe wa kwanza. Si ndakuwa wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne kwa mujibu wa roli ya darasa. Kwa hiyo na huko akhera vile vile Allah katuweka hapa kutupima. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, kakuumbieni uhai utakaokatishwa na mauti. Uhai huu anautumia kukupimeni tu. Ayyukum ahsanu amala, yupi kati yenu atafanya vizuri zaidi? Kwa hiyo wale waliotangulia kwa kufanya vizuri zaidi ndo hao ambao wanaozungumzwa hapa. Humu sabiquna ila naimi wal jannati, hawa wametangulia katika nafasi za juu za neema za akhera na pepo ya Allah. Ile daraja bora ndo wanaenda kukaa wao. Thumma asna alaihim biqaulihi ulaika almuqarrabun, alafu Allah amewasifu hawa sabiquna kwa kauli yake, akasema ulaika almuqarrabuna. Tumesema tuishie aya hii. Hawa ndio waliojikurubisha, wamejikurubisha kwenye nafasi za juu kabisa za maisha yao ya uhakika ya kudumu ya akhera. Ulaika humul muqarrabuna min Allahi, hawa ndio waliojikurubisha karibu na Allah. Watu wa first class, sio mchezo. Fi jiwarihi, wamejipeleka karibu na ujirani na Allah, wako karibu ya Allah mola wao. Wa fi dhilli arshihi, na wamejiweka karibu kwenye kivuli cha arshi ya mola wao. Wa dari karamatihi, wamejipeleka karibu na mji wa karama, mji wa heshima na neema wa mola wao. Fi jannati naim, katika pepo zenye neema. Tutakuja kuondokea hapo ulaika almuqarrabun kwenye darasa yetu inayokuja. Bismillahirrahmanirrahim, kwa jina la Allah mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Idha waqa'atil waqi'a, litakapotokea hilo tukio la kiyama. Laisa liwaqa'atiha kadhibatun, kutokea tukio hilo si habari ya uongo, ni kweli. Na siku litakapotokea hakuna atakaibisha hata mmoja, wote watarealize hili ndo lile tuloambiwa. Khafidatu rafi'a, tukio la kiyama likija litawafinya waliokuwa wanang'ara kwa batil, na litawatukuza waliokuwa wanang'ara kwa haki. Japo duniani walidharaulika, kwa sababu duniani haki haijulikani thamani yake. Wenye kuijua thamani ya haki wanakufa nayo. Anawekwa mtu kwenye nafasi ya kazi, wanamjia wezi, tia saini, wewe ndo muhasibu, inatakiwa saini yako. Nitie saini kwa maelezo gani? Natia saini nini? Wewe kazi yako, tia saini. Mimi sifanyi kazi hiyo. Siku ya pili hukai, wanakutimua. Asema haya, potelea mbali, msinihusishe kwenye wizi nikachukua haki ya watu wengi ikaenda ikandisakama mbele ya safari. Watu wa kheri huwa hawana maisha duniani, na ndio maana Mtume akasema ad-dunya asijnu lilmu'min, hii dunia ni kama gereza kwa muumini, hayuko huru. Lakini kafiri linataka liwe huru hapa duniani, kwa hiyo huwa halidhibitiki, halina mipaka. Muumini hayuko huru, kafinyika mno. Mazingira yenyewe yanambana, viumbe wenyewe watambana, sharia ya Allah imembana, imemwekea mipaka. Kwa hiyo na mwenyewe huwa anajibehave vizuri, anaheshimu zile taratibu muumini. Kwa hiyo haonekani haiba yake hapa duniani jinsi alivyofinywa kila kona. Lakini tukio hilo likija, madam alikuwa na good performance kwenye taa, tukio hili likija linamngarisha, linamweka mahala pake. Kwa hiyo khafidatu rafi'a, kiyama ni tukio ambalo kikija kitawafinya wale waliokuwa wanang'ara na kitawanyanyua wale waliokuwa wamedharaulika. Idha rujjatil ardu rajja, siku itakapotikiswa ardhi mtikisiko. Wabussatil jibalu bassa, na ikavurugwa milima mvurugiko. Fakanat haba'an mumbatha, na itakuwa milima ni kama vumbi lililotawanyika, inatembea angani. Wa kuntum azwajan thalatha,
na nyinyi watu mtakuwa makundi matatu. Fa ashabul maimanati, watu wa upande wa kuliani. Ma ashabul maimana, ndo nini watu wa kuliani? Utawaelewaje? Wa ashabul mash'amati, ma ashabul mash'ama, kuna na watu wa kushotoni. Ndo wepi hawa watu wa kushotoni? Wasabiquna sabiquna, kuna na waliotangulia, walio mbele. Ulaika almuqarrabun, hawa ndio walio karibu na Allah, wamejikurubisha kwa imani yao na taa. Tumesema tuweke hapo aya ya 11, na hiyo ndo tutakuja kuondokea nayo katika darasa ijayo inshallah. Wallahu a'lamu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim waghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbana ighfir lil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.